Vision Media kwa sana katika mwendelezo wa habari, matukio na siasa, jamii na michezo na kadhalika. Karibu sana. Leo tuko katika halmashauri ya wilaya Babati DC, yani Babati vijijini, na tumekuwa katika baraza la madiwani la robo ya 4 mwaka 2026. Tuko na mwenyekiti wa halmashauri hii na diwani wa kata Madunga. Mheshimiwa mwenyekiti, habari yako? Sasa tungependa kusikia kwa ufupi kidogo baada ya hili baraza la madiwani ambalo limepita siku ya leo. Sasa tumezungumzia mapato ya halmashauri, lakini jana katika ufunguzi wa baraza kwa siku ya kwanza tumesikia umezungumzia mambo ya service levy kwenye mahoteli, zile guest house. Hili liko. Asante sana. Azma yetu kubwa halmashauri ya Babati tunajikita zaidi kwenye mapato. Mapato ya halmashauri ni kipaumbele, sababu mapato yakikusanywa vizuri ndio inaleta tija nzuri kwenye halmashauri na inakuwa halmashauri inaenda vizuri. Mambo ni mengi, sio mapato pekee yake, lakini sana tunajikita na mapato. Mfano uone asubuhi leo Mheshimiwa Naibu Spika alizindua gari jipya la mapato ya ndani ya thamani ya milioni 254. Haya yote ni kwa sababu ya kazi nzuri inayofanywa na wataalamu wetu wakisaidiana na waheshimiwa madiwani kusanya mapato kwa nguvu sana, na ni desturi ya halmashauri ya Babati kununua magari kama sio moja ni mbili kwa kila mwaka. Kwa hiyo halmashauri mpaka sasa hivi mwenyewe ulishuhudia hapa toka nimekuwa mwenyekiti sasa, takriban tuna miaka 5 safi tuliomaliza mwaka jana kwenye uchaguzi, lakini tayari tuna magari mapya 8. Kwa maana hiyo ni kazi kubwa imefanyika ndani ya miaka 5. Kama halmashauri unaweza kununua magari mapya 8 ikiwemo tipa la kufanya kazi hata vijijini kusaidia kwenye miradi ya maendeleo huko kwenye kata. Kwa hiyo ni kazi kubwa tumefanya, lakini nikuambie sio kwamba tu ni kazi tunayofanya ni ya mapato peke yake. Mapato pamoja na mambo mengine, ikiwa ni pamoja na chakula cha wanafunzi kwa 100%, lakini pia na 10% ya kwenda kwenye mikopo. Ile 10% tunawatendea haki kabisa wale ambao wanastahili. Kimsingi halmashauri imegawanyika katika sehemu kuu 3. Moja, lazima utenge 10% ya mikopo, lakini lazima utenge 40% ya kuweza kujenga miradi ya maendeleo. Hiyo lazima, na sisi Babati 40% ya mapato ya ndani huwa tunatekeleza kwa 100% kwenda kupeleka miradi ya maendeleo vijijini. Lakini na jambo la 3 ni la 50% ya uendeshaji wa halmashauri. Na uendeshaji wa halmashauri maana yake halmashauri iko salama, mambo yake yameendeshwa safi, ni pamoja na kununua magari haya mapya yanatokana na kwenye 50% ya uendeshaji wa halmashauri. Ujue kwamba kazi inafanyika na kazi ni nzuri, halmashauri iko salama, watumishi wako safi, madiwani wako salama na kazi inafanyika. Mwenyekiti, changamoto iko wapi kwenye ushuru wa utoaji huduma service levy kwenye hoteli? Jana ulizungumzia sana. Tatizo lipo, kuna watu wachache ambao wanakosa uaminifu, kwamba ukiangalia ukikagua na lile register la eneo la ushuru wa huduma utakuta maeneo mengine yako dash. Sasa unajiuliza ni kwa sababu gani eneo hili linakuwa dash wakati unakuta mhusika mwenyewe biashara inaendelea na mlango uko wazi. Kimsingi nilitaka lazima kila mmoja awajibike na kutumia nafasi vizuri na kutokwepa mapato ya serikali, kodi ya serikali kwa ujumla. Lazima tuwajibike wote. Mwenyekiti, tumalizie na hili. Tumeshuhudia mafanikio makubwa, amepata gari la maliasili na magari mengine ambayo yamenunua kipindi chote. Hili la watumishi likoje? Tumeona la Simanjiro. Asante sana. Na jana ulitoa hoja ya kununua Costa kwa ajili ya watumishi. Asante sana, ndio maana hapa nimekuambia bwana, ni tabia ya halmashauri ya Babati kwa mwaka si chini ya gari moja. Lazima gari moja, lakini kama sio mbili. Kwa hiyo tumeshaweka mipango kwenye bajeti yetu ya 26-27 ambayo sasa inaendelea kutumika. Tayari waheshimiwa madiwani wameshaweka kwenye budget. Tayari ni budget ya halmashauri, tumeshatenga fedha na mchakato umekwisha anza wa ununuzi wa gari jipya aina ya Costa ili iweze kuhudumia wafanyakazi watumishi wetu ambao kwa kweli wanapata adha sana. Wanapata adha kwa nini? Halmashauri yetu iko pembezoni kidogo kutoka mji wa Babati. Sasa watumishi wengi huwa wanaishi mjini Babati. Asubuhi wanatokea Babati wanafika halmashauri. Sasa wanapata adha ya usafiri, mara wengine hata hawana usafiri, lakini tumeona ni muhimu kuwa na usafiri wa pamoja. Asubuhi watumishi waletwe kutoka Babati mjini na waje kazini, lakini na jioni warudishwe na gari hilo. Na kubwa tunalenga hilo la watumishi. Lakini gari itatumika kwa mambo mengine, mambo ni mengi.
ikitokea ziara ya madiwani pamoja na wataalam kwa mambo muhimu ya kwenda kufanya field na kujifunza namna gani kwenye halmashauri zingine, gari itatumika. Kwa hiyo ni azma hiyo tunayo na tumejipanga, na si mbali, na ndani ya bajeti hii ambayo tumetenga ni lazima tununue gari basi aina ya Costa kwa sababu ya watumishi wetu wa halmashauri. Mwenyekiti, tunafahamu na mradi mkubwa wa BAWASA katika kata yako Madunga, ukoje kwa sasa? Kwa sababu tuna miradi miwili ya taasisi hizi za maji, lakini mradi mkubwa ambao sasa hivi unaendelea kufanyika huko kijiji cha Utwari ni mradi wa RUWASA ambao uko 70% hivi, ambao sio mbali watu watapata huduma ya maji. Ni mradi mkubwa wa bilioni 3 na mradi huo unaendelea, kazi inaendelea mpaka sasa tunapoongea. Lakini kuna mradi wa pili wa BAWASA ambao mradi huo unalenga sasa kwenda kwenye kata 6 kwa ujumla, na hilo hayo ni maelekezo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais. Yeye amesema Ziwa Madunga ametuma wataalam, wamejiridhisha, wamepima, maji ni ya kutosha na maji ni salama. Hivyo Mheshimiwa Rais alielekeza wizara hiyo ya maji kwamba kata hizo 6 ambazo Mheshimiwa Silo, naibu spika mbunge wetu wa Babati vijijini, aliwasilisha hoja huko na pia kupeleka maombi kwa Mheshimiwa Rais wakati Rais alikuja ziara, wakati huo akiwa mgombea mwenza chini ya Mheshimiwa marehemu John Pombe Magufuli. Lakini mradi wa BAWASA sasa ambao ndio unalenga kwenda kutoka kata ya Madunga, utaenda kata ya Nar, utaenda kata ya Ufana, utaenda Secheta na kata ya Bashne. Lakini mradi wa RUWASA ambao sasa hivi uko 70% utafanya kijiji cha Utwari ambao wako 70%, na wakitoka pale wanaingia kijiji cha Gidna, then watahamia kata ya Kamei. Hao ni RUWASA, lakini BAWASA ndio wana kazi kubwa ya kwenda mpaka hadi Secheta. Mwenyekiti, kwa ufupi sana, tumeshuhudia mradi wa kituo cha afya Madunga pale ambao ni kijiji cha Gidumwari. Naam, ndio tulipita pale na Mwenge kukuta jengo la mama na mtoto. Labda yapi manufaa makubwa kile kituo kwa wakazi wa pale? Hakika kituo hicho ni mkombozi mkubwa sana kwa watu wa kanda ya juu, sio Madunga peke yake. Kata ya Nar ni majirani zetu, kata ya Kameu ni majirani, lakini na nusu ya kata ya Bashnet ni majirani, lakini na sehemu ya wilaya ya Mbulu ni majirani kwa maana ya vijiji vya Endoji, Aloda. Kwa kweli kituo kile ni muhimu sana kutoa huduma ya watu, na nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli amefanya kazi nyingi nchi hii, kazi kubwa kupitia afya, kupitia maji, miundombinu ya elimu, lakini na barabara. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru kama wananchi wa Madunga. Kwa niaba yao nitoe shukrani nyingi za dhati kwani ni huduma muhimu sana ambayo kwa kweli ametupatia kituo cha afya ambayo sasa ni ya kisasa kabisa, na juzi ndio umezinduliwa na mbio za Mwenge, na ni kituo cha kisasa kabisa na ina kila na mpaka na vifaa tiba vimeletwa, na mpaka sasa hivi tayari juzi tu tumeanza, yani ile Mwenge tu kupita ni tayari watu wameshafanyiwa upasuaji pale, watu 3. Kwa hiyo watu tumeweka imani pale kabisa. Lakini la pili pia ni mshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Silo ametufaa sana kwa jimbo la Babati vijijini. Amefanya mengi sana na anaendelea kufanya mengi sana. Hatujakwama hata siku moja. Mfano mzuri wa Mheshimiwa Silo kuwa karibu na serikali na kuleta miradi kwa umahiri na kwa umakini. Ushahidi ni kujenga jengo la makao makuu ya halmashauri hii ambayo tuko hapa. Jengo hili limejengwa ndani ya miaka miwili na tukahamia ndani ya miaka miwili. Thamani ya bilioni 3.64. Leo tuko hapa na mradi umekamilika. Mambo mengine mengi, hospitali ya wilaya imejengwa kwa muda mfupi imekamilika, miradi ya maji usiombe. Kwa hiyo namshukuru sana mbunge wangu Mheshimiwa Silo, amefanya kazi sana, lakini kupitia kwa Mheshimiwa Rais nampa shukrani nyingi sana pia Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti, kumekuwa na kituo cha afya Alagamba ambayo ilikuwa zahanati. Tumesikia na changamoto ya gari na leo tumeambiwa tarehe 15 Agosti watapata gari. Kwa upande wa kituo chako ambacho kiko jirani na Bashna, gari na ambulance ni sawa. Ni kweli kwamba hata kwenye taarifa ya baraza la madiwani leo ulisikia kwamba gari hilo watakabidhiwa Ayalagaya kituo cha afya kwa maana ya Dareda Kati. Gari hilo ni kweli tarehe 15 itatoka garage na itakabidhiwa moja kwa moja kama ambulance kituo cha afya Dareda Kati. Lakini kwa suala la Madunga kuhusu gari, Madunga kwa sasa hivi tunahudumiwa na ambulance ambayo iko kituo cha afya Bashna. Gari jipya kabisa la kisasa ambayo serikali imetupa
chini ya Mheshimiwa Rais na Silo akiwa ametusaidia sana, na hiyo gari sasa ndio tunatumia kwa kata 6 za kanda ya juu. Kwa hiyo hitaji lipo, lakini sio kwa umuhimu sana kwa sasa. Gari lile la kituo cha Bashnet linatutosha kwa sasa, lakini mwisho wa siku tunaweza tukataka, lakini kipaumbele cha sasa ni mochwari ijengwe pale kituo cha afya Madunga, ili miili ya watu isipelekwe mbali kwa maana ya Bashnet au Dongobesh, kwa maana inatupa gharama kubwa. Mikakati ya kupata kituo cha afya ikoje mwenyekiti? Kwa sababu pale ni kwa kituo tayari tunacho. Kupata mochwari tayari tumeshaomba wizarani na kupitia kwa Mheshimiwa Silo, tumemwambia adha kubwa hapa ni mochwari. Kwa hiyo hilo limechukuliwa na mkurugenzi wa halmashauri na wataalamu wake wamesha tayari kushafanya andiko la kituo cha afya Madunga kupata mochwari. Kwa hiyo TAMISEMI wanafahamu hilo na mchakato unaendelea, na ni imani yangu kwa serikali hii ya Mama Samia tutafanikiwa. Mwenyekiti, tukushukuru sana kwa wakati wako, nikutakie kila la heri. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Asante.